Ni Frida John, ni mkazi wa kijiji cha Nyanguku. Kwa ujumla sisi tunahangaika na maji. Yaani maji imekuwa ni changamoto kwetu. Imekuwa ni changamoto kwenye familia, na wakati mwingine ukiona unatumia maji ya kwenye madimbwi. Kwa ujumla tunapopata haya maji tunapata magonjwa mengi mno, na ndoa zetu zimekuwa na changamoto kwa sababu ya maji. Yaani hili ninaomba Mheshimiwa Rais wetu Samia, tunaomba utusaidie kwa ujumla, mama mwenye huruma. Tunaomba utuhurumie hata wakazi wa Nyanguku. Utuhurumie sana, yaani tunateseka kwa sababu ya maji. Tunahangaika na magonjwa sababu ya maji. Hapa tunapata magonjwa ya kila namna kwa sababu hata mwili wangu hauko sawa. Jina naitwa Rosemary Bahati Shigera. Kwa jinsi ninavyoathirika na maji, yaani ninajikuta muda mwingine napata tabu sana, hasa hususan katika kazi za familia. Yaani unajikuta muda mwingine umechukua muda mrefu kwa ajili ya kusomba maji. Sasa unajikuta huwezi kazi zingine kuzifanya, na muda mwingine inachochea yani kupata watoto. Kwa sababu yani ule muda ukifika, mwanaume akikwambia kwamba nahitaji hiki na hiki, unakuwa umeshachoka, yani haujiwezi. Unakuwa mkali kwa sababu ya maji. Tunaomba jamani mtusaidie kwa hilo, tena mtuangalie kabisa kwenye macho yenye huruma. Tunalia wanawake tukihangaika, tunalalamika kila siku maji. Yaani ndoa zetu hazikai kwa ajili ya maji. Ndoa zetu zinakuwa na migogoro kwa ajili ya maji. Tunaomba mtusaidie kabisa. Yaani tunawatuma kama nyinyi watangazaji, mkamfikishie hili swala rais wetu, atuangalie kwa macho yenye huruma kabisa, tunawaomba. Tumeshachoka. Changamoto kila siku, najikuta umechoka na makazi ya shambani, maji na yenyewe yanakuangalia, watoto wanaangalia wale. Yaani tunashindwa tuanzie liko wapi. Unajikuta siku zingine mwili unakuwa hauna nguvu. Yani magonjwa mengi kwa sababu ya changamoto za maji. Unachanganya maji, unatumia na wanyama. Unakuta mbwa anaoga humo, ila maji unatumia na wewe binadamu. Unakuta magonjwa ni mengi, typhoid, UTI. Ndio maana magonjwa hayaishi ndugu zangu. Tunaomba mtuangalie kabisa, mkamfikishia hili swala rais wetu. Asante ndugu waandishi wa habari. Mimi majina yangu ni Shadrack Rusala Mashamba, mkazi wa kijiji cha Nyanguku, lakini pia ni mstaafu wa utumishi wa umma. Nianze ni historia kidogo. Mradi huu wa kisima ulianza survey yake kama ndani ya mwezi wa 5 mwaka 2022 hiyo, lakini kwa kubaini maeneo matatu. Kuna huo mti pale mbele, kulikuwa na sehemu mbili basi na hapa watatu. Mwezi wa 8, kunako mwezi wa 8 wakaja kuchimba huu mradi na kulikamilika tarehe 11 mwezi wa 8 2022. Baada ya kuwa wamekamilika hivyo, walivyokuwa msimamizi wa mradi huu alikuwa akiitwa ndugu Benjamin. Aliniita kwa kuona maji walivyokuwa wanayasafisha, na alikiri kuona kuwa maji yalikuwa ni mengi ambayo yanaweza yakatosheleza hata kata nzima hii ya Nyanguku. Lakini wakati huo kulikuwa na kwa mbali tuliweza kuzungumza na mheshimiwa diwani, akasema kwamba kuna shilingi milioni 200 kwa ajili ya mradi huu katika kijiji cha Nyanguku. Hapo mimi nikaamini kwamba utaenda kukamilika kwa muda mchache. Sawa. Hebu tuiangalie jamii ya Nyanguku inasumbuka kwa kweli kwa maji. Ona, kuna kisima kiko pale mbele kinaitwa Makumucha, ambacho kina ndani ya kijiji cha mtaa wa Nyakato. Ndipo maji wanapofuata wananchi wa Nyanguku sehemu hii ya kitongoji cha Bujingo. Tukiacha hilo la jamii nayo tuzunguka, tunazo huduma za kijamii ambacho hapa kitongoji hiki kuna shule inaenda kukamilika. Lakini kuna shule ya msingi, kuna shule ya sekondari, kuna zahanati ambayo sasa inatarajiwa kuenda kituo cha afya. Sasa mradi huu mimi niombe serikali kupitia Wizara ya Maji, Mheshimiwa Juma Oweso aangalie eneo hili kwa macho mawili. Shirikisho tukashuhudia. Yaani kushuhudia tu, lakini kitendo sasa maji yako mengi hata nzima na kunywa hapa. Bila sasa utekelezaji wa serikali tulishindwa kwamba tuwe kwenye sehemu gani sisi.
Kwa majina anaitwa Fitina Magereja Bufumbe, ni mwenyekiti wa kijiji cha Nyanguku, kata ya Nyanguku, manispaa ya Geita. Adha unayopata wananchi wangu na maswali ninayokutana nayo kila siku ni kuhusu ya maji ambayo yalitakiwa yatekelezwe mwaka 2022, lakini mpaka leo hii hayo maji hayajakamilika kama walivyoahidi wakandarasi wa hayo maji. Kila siku tukiingia mtaani tukikutana na wananchi wanauliza swali hilo la maji. Nikiwa kama mwenyekiti huwa nashindwa nijibu swali gani, kwa sababu kisima kipo kimechimbwa ambacho kilitakiwa kitandazwe mabomba kuanzia hapa kwenda Bujingwa kitongoji na senta pia ya Nyanguku wapate maji ya bomba. Lakini mpaka leo hii maji hamna. Mabomba yameachwa hivyo, imejaa nyasi kama mnavyoona waandishi wa habari. Lakini pia ukiangalia watu wa Nyanguku maji wanakofuata huku senta huku kitongoji cha Bujingwa wanavuka kitongoji kingine cha mtaa wa Nyakato ndio wanafuata maji. Lakini ukienda senta kule na kwenyewe wanafuata mtaa wa Bunegezi ndio wanafuata maji. Kwa ufupi, Nyanguku hatuna kisima ambacho kinaweza kikawalinda moja kwa moja wananchi cha bomba hatuna. Sasa kwa tunaomba serikali ifanye juu chini huu mradi ukamilike kwa wakati. Baraza matatu yameongelewa hapa. Kisima inaonekana kuna sola wanazo pale na mkandarasi alishanunua, bado malipo tu ya mkandarasi ili akakamilishe kile kisima. Leo hii injinia ananyanyuka hapa anasimama anasema kisima kile kirefu ndio tumekiandikia kutoka wizarani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoke na kipi? Aliyejibu leo ni yule aliyetuambia watu wa Nyanguku sola ziko tayari na wanazo ofisini, bado malipo tu ya kikandarasi. Huyu leo anakuja anatuambia ndo sasa wameandikia wizarani ili kile kisima kipate. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nachanganyikiwa kwamba huyu ni mchungaji, huyu ni injinia, huyu ni manager. Waheshimiwa madiwani wamesema hapa, tunapokuja kusimama hapa maana yake wananchi wametuamini kule, wanahitaji turudishe majibu ya msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ninavyosema, nimejitahidi sana kuwa kimya kwa sababu baadhi ya mambo tunapopigiana simu na watu wengine wa elimu wa nini ni kama majibu yanaridhisha, lakini leo naomba nipate majibu ya msingi. Injinia umefika kwenye diwani wa Nyanguku kupitia kikao hichi na kuomba kwamba maelezo ambayo uliyapata mwanzoni kuhusu kwamba sola zipo, tenki lipo, kilichobaki tu ni fedha za wakandarasi kulipwa na hao masupplier kulipwa, kwa sababu sisi tuliingia mkataba na wale wakandarasi na wasupplier wakasupply vifaa vyote, ila sasa hela yao kwa mpaka ijalipo mpaka sasa. Na tusaidie basi, fedha unayo na hicho kisima kitakuwa tayari. Kama hauna fedha useme sina fedha, tunasubiri kutoka wizarani. Mheshimiwa Mwenyekiti, suppliers walisha supply vifaa vyote, ila fedha hawajalipwa kutoka wizarani. Kwa hiyo sasa hivi kinachosubiriwa fedha kisha alipwa, tunachukua vile vifaa na tunamchukua na mkandarasi anaenda kumalizia kile kisima. Engineer, wewe unabeba lawama ambazo sio za kwako. Huyu supplier hajalipa, angekuwa amelipa angefanya nini? Akikamilisha, kwa nini wewe unatuzungusha? Wewe sema sina nini? Sina fedha, kama ulivyosema kwamba mapato ya ndani natekeleza mimi visima vidogo vidogo, shule ndogo ndogo, tukiwemo kama kuunganisha kwenye shule na nini. Lakini hizi sina. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level.
Chukua hatua sasa.